Msije ukadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Siku za mwanzo kabisa. Kwa sababu tulitaka watu wajue. Tulitaka watu wajue kwamba tutakuwa wakali sana na wala rushwa ndani ya serikali. Au na watu wa rushwa. Mwanzo kabisa wa kujitawala. Tulitaka kila mtu ajue. Tukabadilisha sheria kwamba mtu akila rushwa chombo mtu unapewa rushwa. Aliyetoa, aliyepokea, wazanaki wanasema wote maziga Nyanza wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria kwamba ili tuwafundishe watu hao kwamba jambo hili hatulipendi. Akisha kuthibitika mahakamani kwamba kana rushwa, akisha kuthibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, hatukumwachia hakimu uamuzi wa adhabu. Tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka 2, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe. Wengine wadogo hamjui. Basi tukapata habari waziri wetu wa sheria amehongwa. Hatukuwa na utani hata kidogo. Tukapata habari kwamba waziri wetu wa sheria amehongwa. Tukampata aliyemhonga, akakiri kwamba amemhonga, akaingia ndani, akapata viboko vyake. Lakini ndio siku zetu za mwanzo zile, tunataka kuonyesha wakubwa kwamba no nonsense hapa. Lakini tuna mahakimu wetu wakati ule Waingereza, unajua mahakimu hawaipendi sheria ile. Hawapendi sheria ile hata kidogo. Kwanza inawalazimisha adhabu. Hawapendi sheria inayowatamkia adhabu kwamba wao hawana hiari. Akishasema huyu amekosa, basi hakuna tena kusema tumpe adhabu gani. Imetamkwa ndani ya sheria. Hawapendi kabisa sheria hiyo, kwa sababu hiyo ya kuwalazimisha adhabu. Pili, hawapendi mtu kutandikwa. Hata mimi niko sipendi. Lakini kwa zaidi niko sipendi tu. Rushwa niko nachukia zaidi kuliko kumtandika mtu. Rushwa ni adui wa haki. Ukishakuwa na rushwa, watu masikini hawana kitu. Serikali lazima itishe wala rushwa. Kwa hiyo mimi sipendi wa kumtandika mtu, lakini rushwa nachukia zaidi. Kwa hiyo tukapata sheria. Majaji hao Uingereza hawapendi. Nasema kwanza hawapendi, tumewekea adhabu ambayo wao hawana hiari nayo. Pili ni kutandika, na hawapendi kutandika. Tatu, wanamheshimu sana mheshimiwa yule aliyehongwa. Basi wakatafuta njia, wakamwacha. Pamoja na kwamba wamemfunga aliyemhonga, huyu wakatafuta njia wakamwacha. Kwa sababu sheria na haki ni vitu hivi mbalimbali. Nasikia? Na utoa mfano huo kuambieni tulikuwa very serious. Kwa sababu mmoja Mgiriki mmoja alipita humu, anajitapatapa humu, anasema mimi Tanzania yote, serikali yote ya Tanzania iko mkono wangu. Sasa mshizi sana. Serikali yote ya Tanzania iko anamfukompana kiasi yake. Sasa mniwe radhi, ingawa anasema lazima kuendesha nchi kwa mujibu wa sheria. Kama huyu mshenzi anasema hivi, nikajua anahonga watu. Hawezi kusema hivyo bila kwamba anahonga watu, lakini vigumu sana kumpata. Kwa lakini hata hivyo nitakufundisha. Nikakutia ndani.
naambia simwachii, hana adabu. Mzee Kenyatta akaniletea ujumbe, bwana huyo mtu tunamfahamu, mwachie. Kaambia simwachii hata kidogo, simwachii. Siwezi kuacha, hana adabu. Anasema serikali yangu yote iko huko. Simwachie hata kidogo. Kaambia yule mama aliyetumwa na Kenyatta, kaambia nenda mwambie mzee namheshimu sana, lakini huyu hatoki. Mmoja niko msafari pale, nikaambiwa anakuja, kuna ujumbe, anakuja baba askofu kuja kukuona. Anatoka wapi? Atoka Kenya. Akaja baba askofu wa Greek Orthodox Church. Unajua nani? Akaja msafari kwangu pale. Bwana na ujumbe wako. Kaambia njoo tuende katika chumba. Pale Msasani na kachumba kangu kadogo pale. Kaambia njoo tuende katika chumba kangu. Nikamchukua tukaenda katika chumba kangu pale, akanipa barua. Nasoma barua inatoka kwa Askofu Makarios. Mwalimu, tafadhali mwachie huyo mtu. Sasa nikamwambia baba askofu, huyu mtu mshindi, nadhani hata wewe unajua kwamba ni mshindi. Sasa wamenipata watu wengi pamoja na kaka. Sasa kaka yangu alikuwa na marafiki zake Magiriki, wakanipata hapa Christmas, wakajazana tena hapa. Nikaambia kaka yangu acha hiyo bwana, hao mimi sikubali. Nikamwambia wamenipata watu wengi, nataka nimwachie. Nimekataa. Pamoja na mkewe kaja kwangu. Nikamwambia siwezi kumwachia, mwewe mtu wao juu. Sasa baba, wewe umekuja baba askofu. Wewe baba askofu Makarios. Sasa siwezi kupeleka mkono mtupu. Mpelekee habari baba askofu Makarios, mwambie hivi. Mwalimu yuko tayari kumwachia, lakini umhamishe East Africa, arudi Cyprus, akae asionekane tena. Nikaletewa assurance ile na baba askofu, nikamheshimu, nikamwachia. Sijui kama aliangu, lakini nimepata kumsikia. Naambia hadithi hiyo kwamba hatukuwa na utani juu ya mambo yake. Juu ya mambo ya rushwa hatukuwa na utani na mtu. Rushwa ni jambo hatari kabisa. Huwezi kununua haki. Haki hainunuliwi. Thamani yake shilingi ngapi haki? Lakini sasa natembea nje. Kuna watu wameheshimu kidogo huko nje. Natembea. Kwa sababu tunataka kaipata kana heshima hivi. Na habari ya kutokusanya kodi. Kutokusanya kodi ni sifa moja ya viserikali corrupt popote pale. Popote. Wala usifikiri ni Tanzania peke yake au Kenya peke yake, hata wana mzigo wa madeni. Serikali corrupt popote. Haitozi kodi. Serikali corrupt inatumwa na wenye mali, inawafanyia kazi wenye mali. Serikali corrupt imwambie mwenye mali, imwambie ni utalipa, usipolipa utafia. Akacheka tu huyu. Aniambia unaniambia hivyo wewe? Kesho siji basi. Serikali corrupt haikusanyi kodi. Itabaki kufukuzana na vijitu vidogo mabarabarani hivi basi. Mkisha kuwa corrupt, mtaabudu wenye mali. Mimi ni Mkristo, sijui Qur'ani nasema nini. Lakini msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali, Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, mwingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema ukipewa wawili hao
Usitamani wote, Mungu na fedha. Acha Waswahili na fedha, Mungu na fedha. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu, huwezi kuchagua vitu hivi, huwezi kuvitumikia vitu utatu. Aliendewa na kijana mmoja, akamwambia bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia za kufanya. Sheria ziko kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sina kusema nazijua. Hizi nazitii tangu ujana wangu. Hizi zote mimi nafanya kama tangu ujana wangu ndio heshima. Zakayo vema. Kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Yesu baada ya kijana yule kutoka, kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Anaambia wafuasi wake wale, tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano. Wakamwambia wale wafuasi wake, Maroza, sijui kwa nini wanamuuliza, Maroza, walikuwa Maroza wakubwa. Wanamwambia bwana mkubwa, kama hivyo ndivyo nani atafika peponi? Bwana mkubwa kuwapa assurance akasema, lisilowezekana kwa binadamu kwa Mungu linawezekana. Yesu anawaambia hawa, tajiri kufika mbinguni atafika kwa muujiza wa Mwenyezi Mungu. Baba wa Taifa aliyasema hayo Machi 14 mwaka 1995 alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam.